makofi. Hiyo tayari hapo sasa tumeshatengeneza CV tayari. Kwa maana kwamba kama sasa unakwenda kuapply kazi, basi uongezeke kipengele hapo kwamba mimi nilikuwa karani mwongozaji wa mwaka 2020. Imekaa vizuri. Ni kitu kikubwa sana. Unaweza kuchukua kitu kidogo. Unajua sisi kwenye kazi zetu hizi za serikali huwa wanaangalia historia yako. Umeshawahi kufanya kazi gani sensitive ukaaminiwa na ukaifanya vizuri? Maana yake mojawapo ni hii ya kushiriki kwenye zoezi la uchaguzi. Hii ni mojawapo ya zile kazi 3 ambazo tunaambiwa hapa, kazi sensitive ambazo ziko serikalini. Kwa hiyo unaweka pale kama mimi nilishawahi kufanya kazi fulani na nilifanya kwa ufanisi, haikuwa na doa lolote. Kwa hiyo inakuongezea credit, unajitofautisha na wenzako. Kwa sababu unapokwenda kwenye group la watu 1000, watu 100, afisa utumishi hapa anataka kupiki watu 5. Anatumia kigezo gani ili aweze kupunguza watu, abaki na watu 5 tu ambao anawahitaji? Maana yake ataangalia uzoefu. Wote na degree zinafanana. Masomo wote mmefaulu vizuri. GPA yote mnafanana. Nini cha ziada ambacho huyu anacho ambacho wewe huna? Maana yake tutaangalia kwamba huyu ameshawahi kufanya kazi ya serikali na alifanya kazi kwa ufanisi, hakuvuruga zoezi letu, na kwa hivyo tunaona kwamba huyu tumshortlist. Hebu tuje tukae naye tuongee naye hapa tuone kama tunaweza tukafanya naye kazi. Kwa hiyo msichukulie kwamba ni kitu kidogo, ni kitu kikubwa sana. Lakini kikubwa kwenye hili zoezi, tumefanya mafunzo haya. Kesho sisi tutaendelea na mafunzo ya wasimamizi wa vituo. Maana yake tunategemea kwamba nyinyi mtashirikiana. Msimamizi wa kituo ndio kila kitu pale kwenye kituo. Ndio in charge wa kituo. Ukipata changamoto yoyote, huyo ndio mtu wa kwanza kumconsult. Ushauriana naye. Kwa bwana ukipata changamoto 1 2 3. Unasemaje wewe kama msimamizi wa kituo? Na yeye atatoa mwongozo. Lakini kikubwa kabisa tuzingatie viapo vyetu. Tumeapa hapa asubuhi. Tunakwenda sisi ni waajiriwa wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Tukaishi vile viapo vyetu ambavyo tumeapa hapa leo. Lakini pia tumejitoa kwenye vyama vyetu vya siasa. Sasa hatutegemei kesho wewe karani mwongozaji tukukute kwenye mkutano wa kampeni wa mgombea wa chama fulani. Wewe sasa hivi ni mwajiriwa wa tume. Wewe uzingatia kile kiapo chako ambacho umekula hapa leo. Kwa maana kwamba kutokujihusisha na chama chochote cha siasa mpaka pale zoezi la uchaguzi litakapokamilika, mpaka pale mkataba wako ulio saini utakapokuwa umekwisha. Na wewe lazima uzingatie yale majukumu yako ya msingi. Jukumu lako la msingi ni kupokea wapiga kura na kuwaelekeza kwenye kituo kile ambacho wanatakiwa kwenda kupiga kura. Lakini pia ni jukumu lako wewe kuweza kutambua makundi mbalimbali yenye uhitaji, makundi maalum. Tumeambiwa hapa kwenye mafunzo, kuna wazee, kuna wajawazito, kuna wakina mama wanaonyonyesha, kuna wagonjwa. Hayo makundi uyazingatie wanapokuja pale, wewe kama karani mwongozaji uweze kuwapa kipaumbele kwenye kwenda kupiga kura. Na wewe ni jukumu lako kuwaelewesha watu wengine ambao kwenye mstari kwamba huyu kwa hali yake naomba mruhusu aende apige kura aweze kwenda kunyonyesha mtoto. Huyu kwa hali yake ya utu uzima hataweza kusimama muda mrefu kwenye foleni. Naomba tumruhusu aende akapige kura aweze kuondoka. Maana anaweza kukaa pale akadondoka, mkaanza kuachana na shughuli ya kupiga kura, mnaanza kuhangaika kumpepea mtu na kumpeleka hospitali. Sio jukumu ambalo tunapanga. Kwa hiyo lazima wewe uweze kusoma watu wanapokuja na waangalia wateja wako. Kwamba je, huyu yuko kwenye hali gani? Anahitaji msaada? Kama anahitaji msaada, basi wewe ni jukumu lako kuwaelewesha wale watu ambao wameshatangulia pale ili waweze kumruhusu yule mtu aweze kutangulia kupiga kura, alafu ratiba nyingine itaweza kuendelea.